Wakati huu ambao mambo yanaonekana kuwa yanawaendea vizuri Young Africans, hasa kupitia dirisha dogo la usajili ambalo limeweza kuwafanya wakaongeza nguvu kwenye baadhi ya maeneo ambayo walikuwa wanahitaji kuongezewa nguvu. Mtu ambaye amesimamia picha hii kwa kiasi kikubwa, licha ya kwamba pengine kwenye hichi ambacho kinaonekana sasa hivi uwanjani anaweza kawa anaonekana kama ni kivuli, ni mkurugenzi wa ufundi wa Young Africans, Paul Matthews. Inawezekana kuna watu pengine hata walikuwa hawafahamu kama Young Africans wana mkurugenzi wa ufundi, au wengine walishasahau. Ni kwenye namna ambavyo Young Africans wameamua kuifanya hii position kuwa very discreet, yani kuna mambo ambayo yanafanywa chini kwa chini na huyu mtu, kiasi kwamba ni rahisi sana kupeleka credit ama kusifu pengine maamuzi ya rais, kitu ambacho ni sawa. Unaweza kusifu labda maamuzi ya kocha na vitu kama hivyo, lakini ukweli ni kwamba mtu ambaye ameasisi kwa kiasi kikubwa sana pia kwenye kuishape Young Africans kwa msimu huu 25-26 ni mkurugenzi wa ufundi Paul Matthews. Huyu Paul Matthews aliajiriwa na Young Africans kwenye dirisha kubwa lililopita tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2025, ndio siku ambayo alitambulishwa na Young Africans kama mkurugenzi wa ufundi kwa msimu huu wa 25-26. Sasa basi, kwa ufupi sana, mkurugenzi wa ufundi ni mtu ambaye anabeba maono ya klabu. Kwa kesi ya Young Africans, manake mipango, maono ya rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, huyu Paul Matthews yeye ndo anakwenda kubeba sasa uhalisia wa ile mipango na kuitengenezea njia ambayo itaweza kuisaidia ile mipango ikamilike. Na hapa nataka niweke bayana kitu kimoja. Wakati Paul Matthews anatambulishwa kwenye dirisha kubwa, huyu akiwa ni mtu ambaye anahusika pia kwenye wachezaji wanaoingia na wachezaji wanaotoka. Wachezaji wengi ambao Yanga walikuwa wamewasajili kwenye dirisha kubwa walikuja kabla ya Paul Matthews kuletwa katika kikosi. Na hata wachezaji wengi ambao Yanga walikuja kuwasajili baada ya huyu mkurugenzi wa ufundi kuletwa ni wachezaji ambao walikuwa wameshafanya kitu kinaitwa handshake agreement. Yani kulikuwa kuna makubaliano binafsi yashakubaliana baina ya uongozi na wachezaji wakati huyu mtu anaajiriwa katika klabu ya Young Africans. Kwa hiyo hakuwa na ushawishi kwenye dirisha kubwa lililopita. Yani huyu ni mtu ambaye alikuta biashara ishafanywa, kuna biashara ambayo ilikuwa ishakamilika, ilikuwa inasubiri kutambulishwa, yeye akaja akatambulishwa katikati ya lile dirisha. Kwa hiyo huyu bwana biashara yake hasa ama nguvu yake hasa imekuja kuonekana kwa mara ya kwanza baada ya Young Africans kumtimua mtu anayeitwa Romain Folz. Young Africans baada ya kuondokana na Romain Folz, hapa ndipo ambapo alama ya Paul Matthews inakuja kuonekana kwa mara ya kwanza kama mkurugenzi wa ufundi. Inakuja kuonekana vipi? Huyu Paul Matthews ana kofia tatu akiwa kama mkurugenzi wa ufundi wa Young Africans. Huyu ni scout, tena ni chief scout, lakini pia ni video analyst. Ukitoa kuwa video analyst, ana leseni ya ukocha pia. Kwa hiyo katika hali ya kawaida hivi vitu vitatu ambavyo nimevitaja huwa vinasimamiwa na watu watatu tofauti. Yani klabu inakuwa na chief scout ambaye anajitegemea, inakuwa na video analyst ambaye pia anajitegemea. Tuiweke pembeni ile leseni, lakini hivi vitengo viwili ambavyo nimevitaja almost exclusively kwenye vilabu vingi kama sio vyote huwa ni vitengo ambavyo vinasimamiwa na watu tofauti. Lakini Young Africans wana mtu ambaye ana sifa za kuwa scout itakapobidi iwe hivyo, lakini pia ana sifa za kuwa analyst kulingana na kile ambacho Young Africans watakuwa wanakifanya kiufundi uwanjani. Na huyu ndo mtu ambaye alikuwa muhimu kwenye kuhakikisha kwamba baada ya Romain Folz kuondoka, Yanga wanakwenda kumleta mwalimu sahihi kulingana na kile ambacho wanakihitaji. Young Africans ni wazi walikuwa wanahitaji mwalimu ambaye atarudisha utaratibu wa kufanya pressing, kwa sababu hii ndio identity ambayo Young Africans walikuwa nayo toka msimu uliopita. Wanapenda timu ambayo inacheza kwa kasi, timu ambayo ina press kwa nguvu. Ndipo unapoona sasa Paul Matthews anakwenda kupewa jukumu la kuhakikisha kwamba ana scout mwalimu ambaye ni sahihi. Lakini on top of hapo pia msingi mwingine ulikuwa ni kwamba Yanga walikuwa wanaonekana wanaondoka kwenye utaratibu wa kuwa na wachezaji ambao wana umri mkubwa msimu uliopita, na kuna vijana wengi ambao wameingia kwenye timu. Kwa hiyo huyo mwalimu huyo, jua kwamba ni mwalimu ambaye atatengeneza muundo mzuri wa kufanya pressing, ni mwalimu ambaye ataweza kutengeneza muundo mzuri wa kushambulia kwa haraka, lakini pia awe na uwezo wa kufanya kazi na vijana. Ndipo Pedro Goncalves anapokuja kuingia kwenye picha. Yalikuwepo majina ya watu kama kina Romuald Raconto-Drabe, kipindi kile lilikuja jina la mwalimu aliyekuwa anafahamika kama Joao Paulo Mota Maria, Mbreno pia, lakini katika kujaribu kukagua, Mbreno aliyeonekana anafaa ni huyu ambaye sasa hivi Young Africans wako naye. Na juu ya hapo ana uzoefu katika soka la kimataifa akiwa na timu ya taifa ya Angola.
Hiyo ni scouting ambayo imefanywa kuhakikisha kwamba unapata mwalimu mwenye international experience, mwalimu ambaye anaweza kufanya kazi na vijana, na mwalimu ambaye anaweza kurudisha mpira ambao viongozi wa Yanga walikuwa wanaamini ndio mpira sahihi kwa ajili ya klabu yao. High pressing, vertical fast attacking football. Kwa hiyo unaweza ukaja ukaona kitu kama hicho, lakini mara baada ya Young Africans walipokuwa wanajiandaa kuondokana na mtu anayeitwa Romain Folz, kipindi kabla hajaondoka aliletwa mtu anayeitwa Patrick Mabedi. Huyo Patrick Mabedi pia alikuja, lakini ni kwa input ambazo pia Paul Matthews aliziweka bayana, kwa sababu huyu alikuja pale akiwa na uzoefu wa kuwa ni kocha wa timu ya taifa ya Malawi. Kwa ina maana juu ya kwamba kulikuwa kuna mwalimu ambaye Yanga walikuwa wanaona bado anaweza kuendelea kuwa kama kocha mkuu kwa maana ya Romain Folz kipindi kile, lakini Patrick Mabedi alitakiwa aje kama ndo mtu ambaye ana experience, kwamba sasa kuna huyu ambaye tunakwenda naye kama kocha mkuu kwa wakati huu, pressure ikiwa kubwa sana, lakini tunakwenda kuleta mwalimu ambaye ana sifa za kuwa kocha mkuu pia. Hiyo ni kazi ya mtu anayeitwa Paul Matthews katika kikosi cha Young Africans. Lakini ukitoka hapo, Young Africans wametoka kuachana na msaidizi wa muda mrefu wa mwalimu Pedro Goncalves, Felipe Pedro. Amekuja kuletwa mtu anayeitwa Marquis Pereira da Silva. Huyu mtu hakuletwa tu kwa bahati mbaya, au hakuletwa tu kwa sababu labda ni Mreno anaweza kuja kufanya kazi na Mreno mwingine. Aliletwa kwa kuja kuongeza kitu maalumu ambacho Yanga walikuwa wanakihitaji. Yanga walikuwa wanahitaji msaidizi ambaye ataweza kwenda kuwa na msaada mkubwa wa kuweza kuisimamisha timu kwenye swala zima la kukabia kuanzia juu kwa wapinzani, kufanya kitu kinachoitwa pressing, kitu ambacho to be fair sio Felipe Pedro wala Patrick Mabedi ambao walikuwa wanaweza kukiinject kwenye timu kama ambavyo ilikuwa inatakiwa. Lakini huyu msaidizi mpya ambaye amekuja kwa niaba ya ripoti ya mtu anayeitwa Paul Matthews, amekuja kuonekana kwamba ndo mtu ambaye anaweza kwenda kutengeneza msingi au kwenda kuongeza ujuzi wa timu ambayo inakuwa na matamanio ya kukaba kuanzia kwa wapinzani. Kwa hiyo ukijaribu kuitizama kazi ya mtu kama Paul Matthews, huyu ndo mtu ambaye anasimamia mkakati wa muda mrefu wa Young Africans. Young Africans wanataka sasa hivi kuondokana na ule utaratibu wa kuondoa makocha kila wakati. Kile ambacho kilitokea msimu uliopita Young Africans hawataki kuona kinatokea tena. Na kama hutaki kuona kitu kama kile kinatokea tena, unakuwa na mtu kama Paul Matthews, unakuwa na mkurugenzi wa ufundi ambaye anahakikisha kwamba kila mwalimu atakayekanyaga mlango kila hapa na pale Young Africans watakapokuwa wanafanya hivyo, ataishi katika msingi ule ule. Kwa sababu unakuja kukuta Romain Folz aliajiriwa kabla huyu mtu hajachukua nafasi kama mkurugenzi wa ufundi kwenye kikosi cha Yanga. Matokeo yake ndo yale. Sasa mwisho wa siku, ili kutokurudia tena makosa ya namna ile, kazi ya kwenda kuasisi nani aje awe kocha mkuu baada ya yule kuondoka ndo inakwenda kwa mtu kama Paul Matthews. Kwa hiyo kazi kubwa Paul Matthews amekuja kuifanya hasa ni kwenye namna ambavyo ameweza kushawishi kuingia kwa mtu kama Pedro Goncalves pamoja na benchi lake la ufundi, huyu msaidizi mpya ambaye anakwenda kuleta kitu tofauti katika kikosi. Lakini pia mwisho wa siku hata sajili ambazo zimefanywa, Young Africans wametumia pesa nyingi sana, lakini mechi ya kwanza tu unapata picha kwamba ile pesa haikwenda bure. Na haikwenda bure kwa sababu yale anaweza kuwa ni mapendekezo ya mwalimu hasa la Depu, lakini pia ni kupitishwa na mkurugenzi wa ufundi kwamba huyu jua kwamba ni pendekezo, lakini pia anafaa kulingana na kile ambacho tunakitaka sisi. Na anafaa kwa sababu wakati anaajiriwa ilishajulikana kwamba kwa aina ya mpira ambao Yanga wanataka kucheza, huyu mwalimu atakuja na atapendekeza wachezaji ambao wataweza kubeba maono ambayo viongozi na watendaji wa juu zaidi wanataka kuiona klabu hiyo ikiwa inaenda nao. Kwa hiyo ndio unapokuja kukuta kwamba mkurugenzi wa ufundi kama hivi anapokuepo, yeye ndo anakuwa daraja baina ya kina engineer pamoja na wale ambao wanakuwa wanakaa kwenye benchi la ufundi. Wanachokitaka kina engineer, yeye ndo anakwenda anakiasisi na kuhakikisha kwamba kinapatikana.